Mwanga Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Na naam, baada ya kuuliwa Said Uthman, wale walioshiriki mauaji baadaye wakagawanyika vipande, na kila kipande kiwa na fikra zake, ikawa ni maadui baina yao. Hii ndio athari ya kisiasa. Baada ya pale Uislamu ukaanza kugawanyika makundi. Leo ukisikia kuna Shia, kuna Ibadhi, kuna firqa mbalimbali, basi matukio yote haya ni uzao wa siasa. Kwa sababu kila kundi sasa libeba fikra zake na likaamini kwamba ndio katika haki. Kullu hizbi bima ladayhim farihun. Sasa kwenye siasa au mifarakano ya kisiasa, lolote usilotarajia linaweza kutokea. Kwa sababu aliyekamata hayuko tayari kuachia kwa namna yoyote, na yule ambaye anatarajia kuchukua na anaamini kwamba ni haki yake kuchukua, anafanya kila juhudi yakishe kwamba anachukua nafasi anaamini kwamba ana haki ya kuchukua. Pakitokezea hali hii pasipokuwa na busara na hikma na hali ya kuvumiliana na hali ya kusamehe baadhi ya maslahi kwa pande zote mbili, hali inaweza kutokea kuwa mbaya zaidi. Na nizungumza hili kwa sababu ndilo ambalo limeshuhudiwa na historia, na wakawa ni wamoja. Utawala Saidna Umar ulikuwa ni utawala wa mtu aliyekuwa ni hazimu, mtu mwenye msimamo mkali, watu walikuwa na hofu. Kwa hiyo Waislamu walikuwa ni kitu kimoja. Utawala Saidna Uthman ambaye alitawala miaka 12, miaka 6 ya mwanzo ilikuwa katika umoja wa Uislamu, hapakuwa na mifarakano. Miaka 6 ya mwisho pakaanza fikra za kisiasa, migawanyiko ya kisiasa. Hapo sasa pakawa na fitna za chini kwa chini, mpaka ikawa Waislamu wakagawanyika makundi. Fitna zile zikachukua nafasi mpaka zikapelekea mwaka 35 Hijria akapinduliwa Saidna Uthman. Akapinduliwa, mapinduzi ambayo yaliacha mifarakano na yalikuwa na shubha nyingi ndani yake. Kuanzia pale Waislamu hawakuelewana tena, na mwenyewe Saidna Uthman wale waliokuwa wamemkabili kwa kutekeleza jinai ile ya kumuua, aliwaambia sasa, lan tusalli ma'a abada, nyinyi mnataka kuniua lakini nakuapieni, kiniua lan tusalli ma'a in qataltumuni, mkiniua mimi msidhani kwamba mtakuwa ni kitu kimoja, hamtoswali pamoja, hamtoswali jamaa tena, nyinyi mlioshiriki kuniua mtagawanyika makundi mbalimbali. Hapa kupitia hotuba hii tutaeleza Waislamu tunanasihiana vipi katika kulielekea jambo hili. Ndugu zangu, kama ambavyo tunafahamu kwamba mara nyingi katika nchi yetu, visiwa vya Zanzibar zaidi, zinapofika katika zama hizi na hatimaye kufanyika uchaguzi, na baada ya matokeo ya uchaguzi, mara nyingi huiacha jamii yetu katika mgawanyiko ambao unapelekea watu kuishi katika hali ya uhasama, katika hali ya kuchukiana, na inakuwa hali si njema. Mara nyingine hufikia mpaka baadhi ya watu kuuawa, na wengine kujeruhiwa, na wengine kuhujumiwa kwa njia moja au nyingine. Kwa kweli ni jambo lisilopendeza, ni jambo lisilokuwa jema, hasa kwa jamii ya Waislamu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Hijjatul Wadaa, katika mambo aliyoeleza katika hotuba yake, alisema al-muslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu yake Muislamu. Al-islam ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, Muislamu kwa Muislamu wenziwe ni haramu damu yake, yani kumuua Muislamu wenziwe ni haramu, kumvunjia heshima yake na kuichukua mali yake, hayo yote yameharamishwa katika Uislamu. Tukirudi katika Uislamu, sulhu ya Hudaybiyah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kufanya sulhu, alipokwenda kufanya umra mwaka wa 6 Hijria, amebeba silaha, amewachukua maswahaba kwenda kufanya umra. Amefika eneo la Hudaybiyah, Makuraishi wakaona ile nguvu ya Mtume na maswahaba, wamebeba silaha, wakaanza kuisoma picha kana kwamba Mtume alikuja kivita. Wakaapa kwamba mwaka huu Muhammad hataweza kumruhusu, iwe itakavyokuwa, hatuwezi kumruhusu kuja kuingia katika Al-Kaaba kufanya aliyokusudia kulifanya. Na Mtume ameshaikaribia Al-Kaaba. Hali ile ya msigano, kwamba mfano Mtume na yeye angesema kwamba kama Makuraishi wameapa kwamba hawako tayari
kwamba mimi nende nikafanye umra, na mimi siko tayari kurudi nyuma katika azimio langu, lazima nikafanye umra, hali ingekuwa ni mbaya zaidi. Lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaupokea ujumbe wa Quraysh, akakubali kufungua fursa ya mazungumzo, kufanyika mjadala. Hatimaye mjadala ule ukazusha kitu kinaitwa sulhu Hudaybiyah, sulhu ambayo sasa Makuraishi waliregeza msimamo kwa upande wao na Mtume Muhammad akaregeza msimamo kwa upande wake, ikapatikana maridhiano. Allahu Rabbi wal Islam dini. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.